bado huna TIN number na unatamani kumiliki TIN number, basi video hii ni kwa ajili yako. Hakikisha unatazama mwanzo hadi mwisho. Kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya ni kuingia katika Google katika simu yako au browser yote unayotumia kama ni Chrome, then katika sehemu hii ya kusearch we search, andika taxpayer, search taxpayer portal, alafu utasearch hiyo taxpayer portal, na baada ya hapo utaiona hii TRA, Tanzanian Revenue Authority. Unachotakiwa sasa kufanya ni kugusa katika sehemu hii ya taxpayer portal, na baada ya kugusa portal hii, basi portal ya TRA ya taxpayer portal itaweza kufunguka namna hii kama jinsi ambavyo unaona hapa. Wait kidogo iweze refresh hapo. Okay, na refresh namna hii na portal hii itaweza kufunguka kama jinsi unavyoona hapa. Welcome to IDRAS, together we build our nation. Hii ni Tanzania Revenue Authority. Utagusa hivi vidoti vitatu hapa juu kama unavyoona. Hivi mistari mitatu utavigusa, na baada ya hapo utaweza kuona hapa kuna login, alafu kuna TIN registration. Kama tayari una akaunti utabonyeza kwenye login, lakini kwa wewe ambaye ndo kwanza unatafuta akaunti au unatafuta TIN number utagusa hapa kwenye TIN registration. Baada ya hapo utaklik hapa, then utaweza kuona application type hapa kuna TIN without NIN. Hii ni kwa wale ambao hawana namba za NIDA, uta apply hii hapa TIN without NIN. Lakini pia kuna TIN application with NIN, hii uta apply ukiwa na namba za NIDA. Kuna entity TIN. Entity TIN ni kwa ajili ya TIN ya kampuni au TIN ya corporation. Okay, tuachane na hizi zingine. Sasa wewe moja kwa moja njoo katika sehemu hii. Kama una namba ya NIDA njoo kwenye sehemu ya TIN application with NIN. Then ukiscroll chini utaweza kuona hapa kuna sehemu ya kuweka namba yako ya NIDA. Lakini pia kuna sehemu ya kuweka namba za simu. Utaweka namba zako za NIDA, utaingiza namba zako za simu, then utachagua kategori ya TIN ambao unataka kuomba. Kama ni kwa ajili ya biashara, hakikisha unayo mkataba wa pango na una TIN ya mwenye pango au mwenye frame. Kama ni kwa ajili ya biashara, jiandae mapema uwe na hivyo vitu vinavyohitajika. Kama ni non business, utaandika namba zako za NIDA, utaweka namba yako ya simu, utabonyeza non business, then utabonyeza proceed ili kuweza kuendelea. Procedures zinazofuata au hatua zinazofuata nitakuonyesha katika sehemu hii ya kutumia TIN application without NIN. Ukigusa hapo utachagua non business, then utabonyeza continue hapo, na baada ya hapo kama unavyoona hapa, unachotakiwa kufanya kuna procedure 4 ambazo utatakiwa kufuata. Procedure ya kwanza ni personal information, kujaza taarifa zako. Procedure ya pili ni residential location, mahali unapoishi, kujaza taarifa za location unayoishi. Namba 4 ni reason for TIN, kwa nini unaomba TIN, kama ni kwa ajili ya kazi au kwa ajili ya sababu zingine. Lakini pia kuna declaration, utaconfirm kuwa taarifa ulizotoa ni sahihi. Baada ya hapo utasubmit application yako ili uweze kupata namba zako. Na hapa kwenye title of name utajaza title yako kama ni Mr, Mrs au kama ni Miss. Utaselect gender, utajaza jina la kwanza, utajaza jina la kati, utajaza jina la mwisho, utaweka tarehe yako ya kuzaliwa, utaweka nationality yako, resident. Then utaingiza contact details hapa, utachagua kama ni landline, kama ni fax, kama ni email au kama ni mobile. Utachagua mwenyewe njia ambayo unataka. Kama ni mobile utaweka, then utaingiza namba zako za simu hapa. Hapo utaselect code, utaselect hapa. Okay, hapo utaselect Tanzania. Utachagua Tanzania, itakuja code za Tanzania, then utaingiza namba zako za simu hapa. Baada ya hapo utabonyeza hii neno add, utaklik neno add ili kuweza kuweka contact zako hapa. Then utachagua type of ID au kitambulisho ambacho unacho. Kama hauna kitambulisho cha NIDA, basi itabidi uwe na kitambulisho mojawapo kati ya voter ID, driving license, passport, letter from local government au barua ya utambulisho kutoka serikali za mtaa au Zanzibar ID. Utachagua ulichokuwa nacho. Kama ni voter, then utaingiza namba ya kitambulisho chako hapa, na baada ya hapo utaipiga picha ile kitambulisho chako, utaweza kui-upload. Ukisha upload then utasave na kucontinue.
Baada ya kucontinue ndo utakuja kwenye residential location kujaza taarifa za mahali ulipo. Hapo utatakiwa kujua mkoa, wilaya, kata pamoja na mtaa ambao upo utatakiwa kujua ili kuweza kujaza hivyo. Na baada ya hapo uta select reason 14 then declaration. Kwa hiyo ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel ya Feaboy, bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi. Lakini pia kama unapata changamoto kuhusu TIN application, ni cheki WhatsApp leo tuweze kukusaidia kupata TIN yako ndani ya dakika chache tu. Utaweza kumiliki TIN yako pamoja na certificate yako ndani ya dakika chache. Namba zangu zipo katika description ya video hii, ni cheki leo ili tuweze kusaidia. Asante na karibu, tukutane tena katika video inayofuata.